Naitwa Juma Omari Sharifu. Kwanza na wasabai, habari za muda huu. Ndugu zangu popote mlipo. Ni mwendelezo wa kuelimishana, kukumbushana masuala mbalimbali ya kijamii. Leo nipo hapa kwa ajili tu ya kuelimishana juu ya maana halisi ya uhalifu. Inawezekana mimi au wewe ufahamu maana ya halisi ya uhalifu. Inawezekana ukatenda jambo kumbe unatenda uhalifu. Sasa tega masikio yako na macho yako uendelee kunitazama na kunisikiliza. Sasa endelea kunifuata Facebook, Instagram na TikTok, Juma Omari Sharifu almaarufu Alikasusu. Sasa tuendelee. Uhalifu ni neno pana ambalo kwa tafsiri rahisi ninaweza kusema kuwa ni hali ya ukiukwaji wa sheria na taratibu zilizowekwa katika jamii kwa kufahamu ama kwa kutofahamu, iwe kwa kutendwa na mtu mmoja ama kwa ushirikiano. Kwa upande mwingine, uhalifu ni kufanya au kuacha kufanya jambo fulani ambalo linasimamiwa na sheria zilizowekwa na jamii husika. Hiyo ndio maana halisi ya uhalifu. Sasa inawezekana mimi au wewe tukatenda jambo kinyume na sheria, umetenda uhalifu. Sasa jukumu lako wewe ni kuacha kutenda masuala ambayo yamewekwa kisheria ya jamii na kufuata utaratibu wa sheria zilizowekwa ndani ya jamii. Ndio sababu ikaundwa ndani ya katiba kila mmoja au mlinzi wa mwenzake kwa ajili tu ya kupunguza uhalifu katika jamii. Kwa hiyo wewe ni polisi, mimi ni polisi kwa mujibu wa katiba ya nchi. Kwa hiyo ukimwona mhalifu ametenda uhalifu, kama una nguvu, sheria inakutaka umkamate, umkabidhi kwa askari polisi au kwa kituo cha polisi kilicho karibu na wewe. Ila utapoona nguvu huna, kamripoti kwa afisa polisi au nenda kituo cha polisi au serikali ya mtaa ili kukandamiza au kuondoa uhalifu pale. Au inawezekana umeona uhalifu unatendeka, piga simu kwa kamanda wa polisi, namba zao ziko, au nenda kituo cha polisi katoe taarifa za uhalifu. Kwani kuzuia uhalifu ni bora zaidi kuliko kuacha uhalifu utendeke. Leo nikasema hapana, niji hapa kuongea na nyinyi wananchi wenzangu popote mlipo, maana halisi ya uhalifu. Japokuwa neno pana sana uhalifu, kwa uchache nikasema hapana, nije hapa kuelimishana uhalifu ili usitende kwa kutofahamu, kwani kutofahamu sheria sio kinga. Asante sana.